Wananchi na wadau wa usafirishaji abiria katika stendi ya Nangurukulu wilayani Kilwa mkoani Lindi wamelalamikia uchakavu wa miundombinu ya stendi ya mabasi halmashauri ya wilaya hiyo, hasa katika nyakati hizi ambazo mvua zikiwa zinaendelea. Hivyo wameiomba serikali kuendelea kufanya maboresho ya stendi hiyo ili kusudi kuweza kuchochea uchumi wa wilaya hiyo. Yamezungumzwa hayo na baadhi ya wadau wa usafirishaji wa abiria akiwemo Saidi Hassani, ambapo amesema kuwa wazo la utengenezaji wa stendi kwa wananchi ni jambo jema licha ya changamoto rukuki zinazowakabili wananchi hao. Hivyo wameiomba serikali kutilia mkazo ukarabati wa eneo hilo ili wazo hilo liweze kuleta tija kwa jamii husika. Mimi nashukuru sana kwa serikali kwa wazo waliolileta la kuweka hii stendi. Ni moja maendeleo na kutafuta kipato cha halmashauri. Lakini kikubwa kilichokuwepo, hii stendi bado haijakamilika. Jua wametaka wao sisi tuingie katika hii stendi, lakini hii stendi kwa mazingira sio mazuri. Kwanza kwa kipindi kama hivi, ndugu wananchi, kama mnavyoona na mnavyojua na mwandishi hapa kwamba mvua inanyesha na sehemu hii kuna tope kama ni mvua. Unaona? Hii sehemu kuna tope. Hali kama hii, kama abiria wanaingia hapa anashuka, hawezi kwenda kwenye banda la stendi. Hawezi kutaka kushuka kwenye gari vizuri kwa sababu sehemu hii ina tope. Kwa hiyo rai yangu kama mwananchi, kama mdau wa usafiri, kwamba serikali itie mkazo. Kama juu wamesema mwezi wa 7 wanataka kufanya matengenezo ya stendi, lakini isiwe story, kwa sababu hii stendi wasisi wake ulianza miaka 10 iliyopita mpaka leo hakuna kilichoendelea. Hali ndio hii, na sisi wadereva ndio tumetia mkazo mpaka sasa hivi kuona watu wote wameingia hii stendi. Kwa hiyo tusije tukaonekana sisi nguvu zetu tulizotumia kwamba ni bure. Itafikia hatua watu watachoka, wataondoka katika hii stendi, alafu halmashauri itakosa mapato. Bado tupo kwenye kuasisitiza serikali kuweza kutuzingatia kuhusiana na mazingira ya stendi yetu ya wilaya. Ukiangalia kama jinsi ilivyokuwa, walikuwa wanasisitiza watu wote waje wajumuike humu ndani ya stendi, na hilo wito watu wameupokea vizuri kabisa, na wamekuja humu, sio tukiwa tupo pamoja, tunajumuika pamoja kwenye kufanya mishemishe za stendi. Lakini ndugu mwandishi, kama unavyoona jinsi ya mazingira yalivyo ndani stendi, kwamba mazingira yamejaribu kurekebishwa na kutengenezwa, lakini baadhi ya bado ya miundombinu humu ndani stendi kama miundombinu bado haiko sawa. Ukiangalia kama hii pichi yenyewe jinsi ilivyo hapa, sehemu yani ambayo yanakuwa yanafikia magari katika mifereji nayo ya kupitisha maji, yani ile wanasema mitalo ipo ambayo ilochimbwa, na mengine ipo ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya kupitisha maji, lakini maji yamekuwa mengi na mitalo mengine mpaka ninapokuambia sasa hivi ndugu mtangazaji, ni mengine imejifunga. Kwa hiyo inapokuwa inajifunga, maji mengine inakuwa inachangia yani anakosa njia, kwa hiyo anakuwa anakuja mengine anapita humu ndani kama unavyoona. Pia vile yani ni bado ni shida kubwa. Kwa hiyo hili swala tulikuwa tunaomba ni kama yani kuna uwezekano ambao wanaweza kuja kutusaidia ili mambo yawe yamekaa sawa zaidi, hata kama kuna ndugu zetu wengine ambao wapo wa vyama pinzani, labda tuzungumzie ndugu zetu labda wa kafu, ACT Wazalendo na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa upande wake, mwenyekiti wa ngome ya vijana Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Kanda ya Kusini, Juma Ngitu, amesema kuwa lengo la kuanzisha stendi lingeambatana na kukidhi vigezo vya ukamilishaji wa miundombinu hiyo. Hivyo ameshauri serikali kuhimiza ukamilishaji wa stendi hiyo ili kupunguza adha kwa watumiaji wa stendi hiyo. Na ukija kuangalia katika masuala ya kazi zenye staa, kuheshimu utu na mienendo mizima ya haki za mtu, utaona kabisa sehemu ya kupata riziki zake mtu anaipatia katika hiyo changamoto. Ni gepu ambalo Watanzania wengine wanatafuta mkate wao kwenye AC, sehemu ambapo kuna utulivu, vioyozi, sehemu nzuri, lakini wanyonge hawa wananchi wa kawaida tu wa Kilwa wakiwa wanapitia adha ya kutafuta mkate wao sehemu ambayo mvua ikinyesha kunakuwa na tope jingi, uwezo wa kumove watu moja kwenda nyingine na kuwa ni changamoto, lakini jua likiwaka vumbi yani, na ukiangalia hamna safety yote, hawavai barakoa, hawachukuli
vitu vyovyote vya kujikinga na hiyo adha. Sasa hii inakuwa kama ni sehemu ya changamoto. Maana tumeanzisha stendi, lengo ni zuri, lakini je, stendi imekizi vigezo vya kuwafanya wananchi wetu wakae hapo? Kwa hiyo kundua vigezo vya afya zao, za misingi yao tu ya kiutu na kiubinadamu havijakaa sawa sawa. Kama leo tuko tunaangalia pale, ukiangalia mvua zimenyesha hizi, wadada wa mama wanatembea kwa tabu sana. Maana yake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine hali sio nzuri. Lakini wamehamishiwa pale, miundombinu yake ya kijamii bado haijakaa vizuri. Kuna raia pale wameanzisha biashara vyao, wanauza maji, vinywaji, soda, lakini umeme hujafika. Tafsiri yake mfumo wa umeme tu TANESCO ile stendi hawajapeleka. Kama kuna mtu anauza vinywaji baridi hata uzaji. Kwa hiyo kuna mifumo mingi bado haijakaa sawa sawa. Hakukuwa na ulazima wa watu kwenda kuianzisha stendi ikiwa haijakaa vizuri. Mimi nilikuwa napata changamoto ya kuelewa hii concept ya stendi. Baada ya kuwasaidia watu kwa stendi ya halmashauri ya Kilwa, imekuwa sasa ni adha. Yaani sio inawasaidia wananchi wa Kilwa, imekuwa inawatesa na kuwakandamiza na kutweza utu wao. Diwani wa kata Kivinje Singino, Hashim Ngambale, ameeleza nia ya serikali kuendelea na maboresho ya ukamilishaji wa mradi huo, kwani serikali imetenga zaidi ya milioni 1 kwa lengo la maboresho hayo, huku akiendelea kuwasihi wananchi kuendelea kuwa wavumilivu katika nyakati ambazo serikali inaendelea na ukarabati huo. Mikakati ambayo tunayo katika kutekeleza ili stendi yetu ya Ngurukulu iwe safi, tumewasiliana na halmashauri, na halmashauri imewasiliana na serikali kuu, na wapo tayari kutengeneza bajeti ya kutoa fedha kwa ajili ya kuboresha stendi yetu ya Ngurukulu, na tayari kuna fedha kama bilioni 1 tayari tushapewa matumaini ya kupewa, kwa maana ya kuendeleza kwa matumaini mpaka ifikapo mwezi wa 7 tunaweza tukaanza na ujenzi huo wa kuboresha na stendi yetu ya Ngurukulu. Kwa namna hali ilivyo pale na namna ambavyo mvua hizi zinaendelea kunyesha, labda kama diwani unalipi la kulizungumzia katika eneo hilo? Ni kweli pale kama mimi diwani, katika eneo letu la stendi kuna changamoto mbalimbali ambazo zipo. Kwanza ni eneo lile la kupita na kusimama magari, kifusi chake kikweli sio kizuri sana. Lakini jitihada zipo za kuweza kutengeneza ili kiwe kizuri sana, kiwe kizuri kabisa. Pale kulikuwa ni mwanzo kwa sababu tulikuwa tunapata shida sana ya maeneo ya kupaki na kupanda abiria, lakini tukaona hapana, tusisubiri mpaka pawe pazuri, tuanze kwanza hapa padogo kwa hali tuliyokuwa nayo, wakati huo tukitafuta uwezeshaji wa pesa zaidi kwa ajili ya kuboresha kwenye stendi yetu. Hakika baada ya muda ile stendi itakuwa iko vizuri zaidi. Wapo wanaosema kwa sababu ya ukubwa wa changamoto zilizopo pale, wanadai kwamba kulikuwa na umuhimu gani wa kufungua ili stendi iendelee kutumika wakati huo kuna changamoto lukuki pale. Hili nalo unalizungumziaje? Ni kweli changamoto zipo, lakini changamoto ni sehemu ya maisha. Hata nyumbani kwako mtu unaweza ukahamia wakati hakujakamilika. Utapokuwa uko ndani basi unaweza ukamaliza kidogo kidogo. Leo ukafanya hiki, kesho ukafanya hiki, kesho kutwa ukafanya hiki, hadi tukaweza kumaliza, kwa sababu tulikuwa na uhaba wa tatizo la muda mrefu. Sisi pale hatuna stendi. Kwa hiyo tukaona hiki tulichokuwa nacho kwa hatua hii tuliyokuwa nayo basi tuanze na kuifungua, lakini wakati huo tukitafuta vyanzo vya mapato mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuimarisha ile, kuliko kusubiri mpaka tumalize kabisa ili tuweze kuhamia. Tukaona hapa tulipofikia tuanze kuifungua, lakini wakati huo tukitafuta uwezeshaji na fedha kwa ajili ya kuiboresha stendi yetu.